Siku ya leo tutakuwa tunaangalia kitu kingine kipya. Tutakuwa tunajifunza nyenzo za kiungu ambazo Mungu anazitumia ili kumtenga mtu. Nyenzo za kiungu ambazo Mungu anazitumia ili kumtenga mtu. Stroke. Tunapozungumzia kumtenga mtu, kwa tafsiri nyingine ni kuwekwa wakfu. Amen. Tunapozungumzia kutengwa kwa mtu, tunamaanisha kuwekwa wakfu. So tunaangalia nyenzo ambazo Mungu anazitumia katika kumtenga mtu au kumweka wakfu mtu. Tunaposema kumtenga, maana yake ni kwa ajili ya matumizi yake, kwa ajili ya matumizi ya Mungu. So tutakuwa tunaangalia channels of consecration. Channels of consecration. Channels kwa lugha nzuri ni kama mifereji, ni kama njia ambazo Mungu anazitumia kwa ajili ya kumtenga mtu. Kwa hiyo kuna njia ambazo Mungu anazitumia katika kumtenga mtu, kumweka wakfu kwa ajili ya kutumika kwenye eneo la maombi. Kumbuka, tunapozungumza eneo la maombi tunazungumzia eneo la kikuhani. Amen. Kwa hiyo kuna njia ambazo Mungu anazitumia katika kumtenga mtu ili aanze kumtumia. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kimoja ambacho nataka ufahamu tunapoendelea, kuwekwa wakfu kunahitaji commitment. Kunahitaji commitment. Na unapojiweka kwenye commitment na Mungu, maana yake wakati huo utakuwa unajiunganisha na vitu vitatu vya msingi. Amen. Unapojiweka wakfu kwa ajili ya Mungu, unapojitenga kwa ajili ya Mungu, unapojiweka tayari kwa ajili ya matumizi kwa ajili ya Mungu, kuna vitu vitatu vya msingi ambavyo unakuwa una align navyo, ambavyo unaanza kwenda navyo. Cha kwanza ni makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu, God's purpose au divine purpose. Unapokuwa unajiweka wakfu, maana yake at this moment niko tayari kwa ajili ya kwenda, kwa ajili ya kualign kwenye makusudi ya Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho kinamfanya mtu aweze kuwa aligned to the purposes of God is consecration. So wakati ambapo unajiweka wakfu kwa ajili ya Mungu au unatengwa kwa ajili ya Mungu, maana yake at this time niko tayari kualign kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukikutana na mtu yoyote ambaye anatembea nje ya mapenzi ya Mungu, ni tafsiri rahisi ambayo inakuonesha at this time huyu mtu hajawa consecrated, hajawa sacred. Amen. Kwa hiyo kila wakati mtu anapokuwa ametengwa kwa ajili ya Mungu, ni wakati ambao makusudi ya Mungu yanaanza kutembea kwa huyo mtu. Huyo mtu anaanza kuyaishi makusudi ya Mungu. Yesu alikuwa ametengwa kwa ajili ya Mungu, na ndio maana tunaona Yesu aliishi makusudi ya Mungu. Samson alikuwa ametengwa kwa ajili ya Mungu, alikuwa amewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu, na ndio maana alitakiwa asimame kama mwamuzi wa taifa. Na alipokuwa anatoka kwenye nafasi yake, ndio adui alipokuwa anapata nafasi. Samueli alipozaliwa alitengwa, aliwekwa wakfu. Maandiko yanasema mama yake alimpeleka hekaluni, akamtoa kwenye madhabahu. Kile kitendo cha kumtoa kwenye madhabahu kilimaanisha kwamba wakati huu Samson yuko wakfu kwa ajili ya Mungu, ametengwa kwa ajili ya matumizi ya nani? Ya Mungu. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Alright. Kwa utaona kwamba kila ambapo unakuwa unajitenga, unaanza kualign na purposes of God. Lakini namba 2, unaanza kutembea kwenye matakwa ya Mungu. Matakwa
ya Mungu. Matakwa ya Mungu. Matakwa tunaita God's will. God's will. Purpose, then matakwa. Amen. Sasa matakwa mara zote yanakuwa yamefungwa ndani ya kusudi. Kusudi huwa linakuwa ni kubwa, lakini ndani yake kunakuwa na mapenzi ya Mungu. Mmenielewa ninachoongea? Sio rahisi kuweza kuelewa mapenzi ya Mungu kama hujajua kusudi la Mungu. Ukishafunuliwa kusudi, ndani yake Mungu ataanza kukufunulia mapenzi yake. Nisikilize vizuri. Mapenzi ya Mungu yanafunuliwa kutokana na intimacy. Yanafunuliwa kutokana na ushirika wa kina ulionao kati yako wewe na Mungu. Kwa hiyo huyu mtu amelifahamu kusudi la Mungu, ya kwamba mimi nimeitwa na Mungu kwa ajili ya eneo hili la huduma, au nimeitwa kwa ajili ya eneo hili la biashara. Sasa utakapokuwa umekaa kwenye ushirika na Mungu, Mungu anaanza kukufunulia mapenzi yake yaliyoko ndani ya hilo kusudi. Kwa hiyo mapenzi yanakuja kama revelations. God's will comes as a revelation when God begins to unfold the book of your purpose. Kwa hiyo Mungu anapoanza kukifungua kitabu chako kilichofungwa cha kusudi lako, kwenye kila page kuna kitu ambacho Mungu anataka ufanye. Wangapi wananielewa ninachoongea? Ni kama umenunua kitabu. Hichi kitabu kinaitwa Biblia. Tufanye labda hichi kitabu ni cha ndoa. Amen. Right? Sasa ndani ya kila chapter kunakuwa na kitu ambacho mwandishi anataka azungumzie. Kwenye maisha yako kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Sema amen kama unanielewa. Sasa ndani ya lile kusudi ndo kama kitabu. Sasa tunapoanza kuangalia chapters mbalimbali, tunaangalia mapenzi ya Mungu yaliyoko ndani ya hicho kitabu. Kwa hiyo Mungu anapokuja kwenye maisha yako, anafunua kusudi lake cha kwanza. Akishalifunua kusudi lake, cha pili anachoanza kukifanya ni ku-unfold his will. Anaanza kufungua kusudi, anaanza kufungua mapenzi, will. Kitu gani anakitaka at that particular time. Nimekuita Samson kuwa mwamuzi juu ya taifa la Israeli. Sasa hivi nataka ukawapige Wafilisti wanaolishambulia taifa. Sasa hivi nataka ukawasaidie kuwaamua wana wa Israeli kesi zao mbalimbali. So now you see, Samson ni mwamuzi, lakini ndani ya kuwa mwamuzi kuna vipengele, kuna wills of God mbalimbali. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sasa kufahamu mapenzi ya Mungu kunatokana na ushirika ulionao kati yako wewe na Mungu. At this time Mungu anataka nifanye kitu gani? Okay, nimejua kusudi langu, but now Mungu anataka nifanye kitu gani? So Mungu anapoanza kufungua mapenzi yake ya wakati ule, anachotaka leo, anachotaka mwezi huu ni nini kwenye maisha yako? Yale tunaita mapenzi ya Mungu. Sema mapenzi ya Mungu. Kwa Kiingereza tunaita God's will. Ndio nasema nataka kujua mapenzi yako Bwana. Nataka kujua mapenzi yako kuhusiana na biashara yangu. Umeniambia nianze hii biashara, nafanya hii biashara, lakini what do you want from this business today? Then Mungu anaanza kuyafungua mapenzi yake yaliyoko ndani ya hiyo siku. Unalijua kusudi? Kusudi ni kubwa, kusudi ni pana. Amen. Lakini namna gani Mungu anatembea na wewe katika siku, katika wiki, katika mwezi, katika miezi? Kuna kitu tunakiita mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa mapenzi ya Mungu ni just like a paragraph of the day. Na Mungu anafungua paragraph of the day kutokana na ushirika ulionao. Na ule ushirika unakuwa developed, ule ushirika unaongezeka, ule ushirika unakuwa kutokana
kutokana na consecration, kutokana na namna unavyojiweka wakfu kwenye lile kusudi. Wangapi wamenielewa? Now, kila unapofahamu kusudi, kila siku Mungu atakuwa anafungua mapenzi yake kwenye hilo kusudi. Sasa kitu ambacho kitaamua Mungu awe anakufungulia mapenzi yake kila siku, aanze kukufunulia kitu anachotaka, kitu ambacho anataka, ni namna ambavyo uko consecrated. So kama utakuwa una break consecration, kama utakuwa unatoka kwenye ile wakfu yako, maana yake kuna vitu utakuwa unafichwa kwenye hiyo siku, alafu ile siku inapita, kuna vitu vya baba yako hujavitimiza. Unanielewa ninachoongea? Wakati huo hujavitimiza, maana yake lile kusudi ambalo ulikuwa umejia limefeli tayari. Umenielewa ninachoongea? Maana yake the more unavyokuwa unaelewa kusudi, the more unavyozidi kuwa consecrated, then Mungu anafungua mapenzi yake. Yesu amejua kusudi lake ni kuja kuwaokoa wanadamu, lakini kila siku alikuwa anayataka mapenzi ya baba yake. Sasa nimekuja kuyatimiza mapenzi. Mapenzi yanazaliwa kutokana na ushirika. Hauwezi kutimiza mapenzi ya Mungu kama hauko kwenye ushirika. Na ushirika unakuwa kutokana na kwamba umekaa na umejiweka wakfu. Maana yake uko consecrated. Maana yake kama utatoka kwenye consecration, wakati huu unaweza ukatoka kwenye nje ya mapenzi ya Mungu. Unaweza ukaingia kwenye mahusiano ambayo sio mapenzi ya Mungu. Unaweza ukaingia kwenye biashara ambayo sio mapenzi ya Mungu. Wangapi wamenielewa? Daudi amechaguliwa kuwa mfalme. Mungu amempa mamlaka yote, iko mikononi mwake. Alafu kuna siku ameketi, maandiko yanasema shetani akaja akamshawishi Daudi ahesabu watu. Kuhesabu watu ni vibaya? No, sio vibaya. Nahesabu watu wa taifa langu. Lakini maandiko yanasema shetani akaja akamshawishi. Maana yake amepewa kiti. Wakati ule alipopewa kiti, akakitumia kiti kwa kushawishiwa na adui nyuma. Maana yake at that moment Daudi hakuwa kwenye consecration. Kwa sababu shetani kama amekuwa na access kwa Daudi, maana yake at this time Daudi yuko out of the consecration. Yuko nje ya wakfu yake. Maana yake wakati huu kama Mungu alikuwa anazungumza, Daudi alikuwa asikii. Wangapi wamenielewa? Wangapi wananielewa? So the more ambavyo unazidi kuwa wakfu kwa Bwana, una uwezo wa kuelewa makusudi. Na Daudi anakuja kulipia lile kosa baadaye, kwa sababu ya kushawishiwa na shetani kuhesabu watu, na watu ni wa kwake, ila ilikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Unajua unaweza ukala chakula. Ukala chakula, chakula ni cha kwako. Umepika wewe, umenunua wewe kwa hela yako wewe. Lakini Mungu akasema don't eat. Na chakula ni cha kwako. Maana this time mapenzi yangu ni kutaka kukaa na wewe. Mmenielewa ninachoongea? Then Mungu anasema don't eat. Unajua kuna siku unajisikia unasema najisikia kama nifunge. Labda nitafunga kesho kutwa. Wangapi wamekujisikia hicho kitu? Alright. Maana at this time kuna mapenzi ya Mungu yameachiwa ndani yako. Funga mwanangu. Hawe, kwani nikifunga mbona baba hajatangaza maombi? Mimi anasubiri maombi ya mwezi wa 4. Kwa anasubiri maombi ya mwezi wa 3. Ule unapoishaisha pale ndo nafunga. Then unakaa unakula. Wakati unakula, you are out of the will of the Father. Wangapi wamenielewa? Ngoja nikuoneshe kitu kimoja. Kuna mtu nataka nielewe vizuri. Twende kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17. Na kuonesha kitu kimoja cha msingi ambacho kitakusaidia. Kabla sijazungumzia hizo channels, nataka nikufundishe hivi vitu vitatu ambavyo Mungu ameviweka moyoni mwangu. Angalia, maneno haya aliyasema Yesu
akayainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha fika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba uliompa awape uzima wa milele, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Sasa sema, tusome wote ule mstari wa 4. Mstari wa 4. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Wakati ule anazungumzia kusudi. Sema kusudi. Sema kusudi. Anasema ile kazi, lile kusudi, anasema I'm done with it. Angalia mstari unaofuata. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, waliokuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiye ulionituma. Mstari wa 9. Mimi nawaombea hao, siuombee ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Angalia mstari unaofuata. Alright. Twende mstari wa 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulionipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama si tulivyo. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatukuza, wala hapana mmoja wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako, ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba watoke katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Mstari wa 18. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatumwa hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao, mstari wa 19, najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. So imagine, wakati huu Yesu anasema nimeshaimaliza kazi, lakini anakuja mstari wa 19, anasema saa hii tena najiweka wakfu. Maanake kuna mapenzi ya Mungu ya wakati huo. Kuna kazi iko mbele. Kazi yote nyingine nimeimaliza, lakini kuna kazi ambayo iko mbele hapa. Kuna kazi ya kuendea msalaba. Then Yesu wakati huo anaendelea kwenye maombi yake, anajiweka wakfu kwa ajili ya kazi ya kuelekea wapi? Kwenye msalaba. Na anajiweka wakfu kwa ajili yetu. Maana yake anasema at this time najitenga tena kwa ajili ya kipengele cha mapenzi yako kilichoko. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Kuna kipengele kikubwa ameita ni kazi ile ulionipa. Ile kazi ulionipeleka kuifanya nimeifanya. Alafu tena nakuja anajiweka wakfu tena. Kuna kazi nyingine iko mbele. Umeelewa ninachoongea? So kila wakati ambapo unajiweka wakfu, Mungu anakuwa anayafunua mapenzi yake ya wakati huo. Umeelewa ninachoongea? Mungu anakuwa anafunua mapenzi yake ya wakati huo. Kwa wakati huu ninajua kusudi langu, lakini ndani ya hili kusudi ninafahamu mapenzi ya Mungu. Amen. Nimejua kusudi, ninafahamu mapenzi ya Mungu. Najua kitu gani Mungu anataka. Mapenzi nimesema yanatokana na ushirika. Mapenzi, the will of God, ni product of fellowship. The will of God ni product of intimacy, product of fellowship.
na fellowship ni product ya consecration. Ushirika ni zao la wakfu yako. Nimewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Kutokana na kwamba nimeweka wakfu kwa ajili ya Bwana, manake nimetengwa kwa ajili ya Bwana. Manake mimi niko kwa ajili ya matumizi ya Bwana. Nina ushirika na Bwana. Kwa kadiri ambavyo ushirika wangu na Bwana unaongezeka, then nakuwa nina uwezo wa kufahamu mapenzi ya Bwana. Wangapi wananielewa? So the more you understand the purpose of God, the more you will stay in the will of God. And the more you stay in the will of God, ndivyo ambavyo utajikuta maisha yako hapa yote yanaongezeka kwenye ushirika. Sema amen kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now, unaona Yesu anasema najiweka wakfu mwenyewe ili na hao watakaswe katika kweli yako. Anasema najiweka wakfu. Unaona hapa anajitenga. Anasema sijitengi peke yangu, lakini na hao pia. Ninapojitenga, anasema hawa watu wanatakaswa. Umeelewa ninachoongea? Yesu anazungumza ninapokuwa najitenga, ninapokuwa wakfu, maana yake hawa wanakuwa salama, wanakuwa safi. Okay, sitaki tuzungumze hicho kitu. Tutaangalia wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona mapenzi ya Mungu yanafunuliwa wakati umekaa kwenye consecration. Kwa hiyo consecration inakufanya uwe kwenye alignment na will of God. Mungu anataka nini kwenye huduma yako sasa. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo unakuwa wakfu kwa ajili ya Bwana, the more you will understand the will of the Father, ndivyo ambavyo utaelewa mapenzi ya Baba. Mapenzi ya Mungu kwenye huduma yangu, mapenzi ya Mungu kwenye biashara, mapenzi ya Mungu kwenye familia, mapenzi ya Mungu kwenye kanisa aliloniweka. So you can be in the church and you don't understand the will of God kwa wewe kuwepo kwenye hilo kanisa. Unaweza ukakaa ndani ya kanisa na usijue mapenzi ya Mungu ni nini kwenye hilo kanisa, na kusudi lako unalijua. Kuna watu ambao wanalielewa kusudi la Mungu alilowaitia, na wako ndani ya kanisa fulani na hawajui kwa nini Mungu amewaweka hapo. Kwa sababu pamoja na kufahamu kusudi walilonalo, bado hawako wakfu kwa ajili ya hilo kusudi. Kwa kadiri ambavyo unakuwa wakfu, then you begin to understand the will of the Father. Utazidi kufahamu mapenzi ya Baba, utazidi kufahamu mapenzi na kwa kadiri ambavyo unafahamu mapenzi ya Mungu, ndivyo utakuta unaliishi lile kusudi vizuri. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Unaweza ukawa ni pastor upo kanisani, unawezekana ukawa ni mfanya biashara upo kanisani, then uelewi ni kitu gani Mungu amekuitia kwenye hilo kanisa. Unaweza ukawa ni mhubiri mzuri upo kanisani na hujui ni nini Mungu amekuitia kwenye hilo kanisa. Mungu amekuitia nini kwenye huo mji? Kwa nini hujui? Kwa sababu haupo kwenye wakfu. Haupo kwenye wakfu yako. Kwa kadiri ambavyo unakuwa wakfu, ndivyo ambavyo Mungu anazidi kuyafunua mapenzi yake. Umeelewa ninachoongea? Kwa kadiri ambavyo unazidi kutengwa, ndivyo ambavyo Mungu anazidi kufunua mapenzi yake. Anazidi kuambia mwanangu, njia ni hii, ifuate. Njia ni hii, ifuate. Kwenye biashara njia ni hii, ifuate. Kwenye huduma njia ni hii, nataka uende huku. Kwenye ndoa yako njia ni hii, nataka upite hapa. Kwenye ufuasi wako kwenye hili kanisa njia ni hii. Kuna watu wengi ambao wanaweza wakakaa mahali na wasinufaike na mahali walipo. Kwa sababu gani? Hawako wakfu. Kwa hiyo unapozidi kuwa umetengwa au umezidi kuwa wakfu, ndipo Mungu anapoanza kufungua mapenzi yake. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nimelielewa kusudi duara la kwanza. Duara la pili, lazima uelewe mapenzi ya Mungu ndani ya hilo kusudi. Mapenzi ya Mungu ndani ya hilo kusudi.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tatu, kwa kadiri ambavyo unakuwa na uko committed kwenye consecration, kitu cha tatu ambacho Mungu atakifunua kwako ni furaha yake ndani ya kila kitu unachofanya. Furaha yake. Yesu akafurahi katika roho, akamshangilia Mungu katika roho. Umelielewa kusudi, duara la kwanza? Duara la pili, umelielewa nini? Umeelewa mapenzi yake. Duara la tatu, utaielewa furaha ya Mungu. Sasa maandiko yanaposema furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu, ni kwa sababu umeishi upo kwenye kusudi, umekaa kwenye mapenzi yake. Sasa ana manifest ndani yako kwa furaha yake. Every time unapotembea kwenye mapenzi yake, you will feel power. Umenielewa ninachoongea? Kila wakati unapotembea kwenye mapenzi yake, kitu ambacho utaki experience ndani yako ni nguvu. Ndio maandiko yanapokuja nasema furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Kwa sababu at this time nimekaa kwenye mapenzi yake, then Mungu amefurahi. Wakati Mungu amefurahi, ndipo ndani yangu kunakuwa na kisima cha furaha. Kwa hiyo furaha ni matokeo ya wewe kukaa kwenye mapenzi yake. Iwe watu wanapenda au hawapendi, iwe watu wanafurahia unachokifanya au hawafurahii, iwe ndugu zako wanapenda unachokifanya au hawapendi, as long as Mungu amefurahi, utajikuta ndani yako kuna furaha. Hata kama kuna watu wanakasirika, hata kama kuna watu wanasema no, hatutaki huyu afanye hiki, hatutaki huyu mtu aendelee, hatutaki huyu mtu afanye hii huduma, hatutaki huyu mtu afanye hii biashara, as long as upo kwenye will of God, moja ya kitu utakacho kisikia huku ndani ni joy of the Spirit. So joy of the Spirit ni product of alignment with your consecration. Nimekuwa consecrated for his purpose, consecrated for his will. Now I reap the joy, naivuna furaha from these consecrations. Mnaelewa ninachoongea? Sasa nimejua kusudi lake, nimefanya mapenzi yake, then kitu ambacho nitaki experience hapa ni furaha. Na kwa kadiri ambavyo utakuwa unatimiza mapenzi yake, utajikuta every time you are joyful. Hata kama kuna watu wamekuacha, hata kama kuna marafiki wamekutenga, hata kama kuna jamaa wanakuona ufai, listen to me, as long as umekaa kwenye mapenzi ya Baba, you are in that line, no matter what, joy of the Lord will be there. Sometimes kuna vitu unaweza kukuta, listen to me, wakati Yesu anasulubiwa, wakati ule kuna watu walimkimbia, kuna watu walimwacha, lakini kumbuka anasema kazi nimeimaliza. Na kila wakati kwa anasema nimekuja kuyatimiza mapenzi yako Bwana. So anaenda kusulubiwa, but within anafuraha. Anafuraha kwa sababu kuna watu wanaenda kuzaliwa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa hiyo pamoja na maumivu ambayo yako around, lakini kuna kitu ambacho kinatimia kwenye kuwa katika yale maumivu. Pamoja na kwamba kuna kusikitika, lakini nipo kwenye mapenzi ya Mungu. Na ndio maana moja ya kitu ambacho kitakusaidia kucheck kama upo kwenye mapenzi ya Mungu ni furaha. Angalia furaha ya Roho Mtakatifu ndani. Kama ukiona furaha ya Roho Mtakatifu ndani haipo, maana yake haupo kwenye mapenzi yake. Kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unapitia vinakuumiza, but vimefungwa kwenye mapenzi ya Mungu. Ulimtii Roho Mtakatifu. Nisikilize, kila wakati unapokuwa unamtii Roho Mtakatifu, kuna watu utatengana nao. Kuna watu watakukataa kwa sababu utakuwa tofauti nao. Umeelewa ninachoongea? Kuna watu pia hawatakuelewa. Wanasema no, hii sio namna yetu. Unanielewa ninachoongea? Sometimes mapenzi ya Mungu hayafanani kwa kila mtu. Check the joy of the Spirit. Angalia furaha ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kama ile furaha ya Roho Mtakatifu inapotea, kila wakati ukifanya kitu fulani furaha ya Roho Mtakatifu inapotea,
manake you are out of the will of the Father. So at this time, make sure you seek to align with the will of the Father. Tafuta kuwa sawa na mapenzi ya Baba. So wakati unakuwa sawa na yale mapenzi ya Baba, ndipo utaikuta furaha ya Roho Mtakatifu iko hapa. Kwa kadiri ambavyo unakuwa wakfu kwa ajili ya Bwana, moja ya kitu ambacho utaki experience ni furaha. Hata kama mimi Yohana nimekaa majangwani, lakini hii ndio furaha yangu. Najisikia furaha kwa sababu najua Roho Mtakatifu anafurahia. Yohana kwa kukaa majangwani, maandiko yanasema alikuwa akiongezeka nguvu rohoni. Akakaa majangwani mpaka siku ya kutokea kwake. So kama Yohana kukaa kwako majangwani kuna kufanya utimize kusudi la Mungu, kama majangwani. So wakati Yohana anatimiza kusudi la Mungu, sikiliza, wakati ule kuna watoto wenzie walikuwa wanakaa na baba zao na mama zao. Yohana alikuwa enjoy upendo wa baba na mama, yuko majangwani. Wakati wenzao wanakula vyakula vizuri, yeye anakula nzige, analamba na asali. Lakini ndani yake akicheki anaona kuna furaha. Wangapi wananielewa? You know, sometimes inawezekana nyumbani kwako ukawa unakula chukuchuku, ukawa unakula chakula hakina ladha, lakini kuna furaha ya Roho Mtakatifu. Sometimes inawezekana ukawa umekaa hujaolewa, na nikwambia ukweli, kutokuolewa haimaanishi umelaaniwa. Sometimes kuna mtu anasema unajua sijaolewa mpaka saa hizi nina laana. No, sometimes sio laana. Sio watu wote ambao waliolewa kwenye nyakati za Biblia. Umenielewa ninachoongea? Na hakuna mahali kwenye Biblia maandiko yanaposema kutokuolewa ni dhambi. Kitu kimoja ambacho unatakiwa kukicheki ni furaha ya Roho Mtakatifu wakati unaishi mapenzi yake. Hata kama kuna maumivu yapo, hata kama kuna vitu havieleweki, hata kama ofisini kuna mambo hayaeleweki, unaingia ofisini unakuta vitu havieleweki. Unaingia ofisini vitu havieleweki. Unaingia nyumbani kwako vitu havieleweki. Ukienda kwenye biashara vitu havieleweki. Lakini ndani yako je, kuna furaha? So ile furaha ni indicator ya kwamba you are in the perfect will of God. Just keep walking. Hata kama listen, kuna bahari mbele. Hiyo bahari pita. Don't fear it. Go through it. Sometimes kuna mazingira hayaeleweki, lakini ndani yangu najisikia furaha. Naiona bahari mbele. Nenda mwanangu, nenda, pita. Unanielewa ninachoongea? Sometimes sio kila kitu ambacho kitakupa furaha at a particular time. Sio kila kitu kitakupa furaha. But kwenye kila pito unalopita, make sure unacheki furaha. Umenielewa ninachoongea? Cheki furaha. Kwa sababu furaha ya Roho Mtakatifu ni product of your consecration. Umenielewa ninachoongea? Elizabeth wakati amepokea mimba, siku ya kwanza anakutana na Mariam. Mariam baada ya miezi 6 kupita anaenda kukutana na Elizabeth. Elizabeth ana mimba ya miezi 6 na Mariam mimba yake ni michanga. Maandiko yanasema Elizabeth alikuwa amekaa anashangaa. Maandiko yanasema alitawa miezi 6. Maana yake alikuwa amekaa anashangaa, amekaa ndani anashangaa. Inawezekanaje mzee amebeba mimba miezi 6? Anashangaa, hivi jamii yangu itanielewaje nikiwaambia kwamba bibi kizee amebeba mimba? Wakati anaendelea ninachoongea, Mariamu amefunga safari, anaenda kumuona Elizabeth. Maana amepewa taarifa na malaika, na ndugu yako Elizabeth naye ni mjamzito katika uzee wake. Nenda. Mariamu anaenda naye na mimba yake ya Roho Mtakatifu hapo. Amefika, maandiko yanasema alipofika kitoto kilichokuwa ndani yake kikaruka kwa furaha. Alafu akaanza kuprofesi. Inawezekanaje mama wa Bwana wangu anijie? Maandiko yanasema alifurahi, akawa baptized na Roho Mtakatifu at that moment. Unanielewa ninachoongea? Katika hali yake ya uzee, katika hali yake ya kutokuwezekana, moja ya kitu ambacho Elizabeth alikiexperience ni furaha. Furaha. Wakati fulani kuna vitu unavipitia au vielewi, check the joy of the Spirit. Sema amen. Angalia, sometimes hauna hela, hauna pesa kabisa, lakini ndani yako unasikia nini? Do you feel that joy of the Spirit? Unaisikia ile furaha ya Roho Mtakatifu? So ile furaha ya Roho Mtakatifu ni indicator
ya kwamba still umeobserve consecration, bado uko wakfu kwa ajili yangu. Wangapi wamenielewa mpaka pale? Wangapi wananielewa mpaka pale? So kila wakati ambapo Roho Mtakatifu anaachia furaha yake, anaachia furaha yake kuprove ya kwamba upo kwenye mapenzi yake na upo kwenye kusudi lake. Na ndo pale maandiko yanasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Furaha ya Bwana tukiwa kwenye mapenzi yake, kwa sababu you experience that joy that is strengthen you ukiwa kwenye perfect will of God. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Utaisikia furaha ya Bwana, ambayo hiyo furaha ya Bwana itakuwa ndio nguvu zako ukiwa kwenye mapenzi yake. So kama utakuwa nje ya mapenzi yake, moja ya kitu ambacho utaki experience ni kukosa nguvu katika utu wako wa ndani, kwa sababu hakuna furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana inakuwa released as a product of living in the will of God. Furaha ya Bwana inaachiwa ukiwa ndani ya mapenzi ya Mungu, na pale ndipo ambapo unakuja unasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. So wakati mambo hayaendi vizuri, unajisikia kuendelea. Wakati vitu haviendelei sawa, unajisikia kuendelea, kwa sababu ndani kuna furaha ya Bwana. Ile furaha inakwambia mwanangu, niko na wewe. Mwanangu, endelea. Mwanangu, usikate tamaa. Wakati watu wanakushangaa, huyu jamaa anaendeleaje? Kumbe ndani kuna furaha ya Bwana. Huyu jamaa mbona akati tamaa? Kumbe ndani kuna furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana ndio ambayo inaachilia uwezesho wa kuendelea. Na pale maandiko yanasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. So kwa kadiri ambavyo unakaa kwenye mapenzi, kwa kadiri ambavyo unakaa kwenye kusudi la Mungu, unavyozidi kukaa kwenye mapenzi yake, ndivyo ambavyo utazidi kuexperience the joy of the Spirit, the joy of the Lord, the joy of the Lord. So unapokaa kwenye consecration, utakuwa na uwezo wa ku-access the purpose, utakuwa na uwezo wa ku-access the will, na utakuwa na uwezo wa ku-access the joy. Hata kama mapenzi yake yanaumiza, lakini kuna furaha yake. Hata kama mapenzi yake hayakufurahishi katika utu wa nje, lakini una experience furaha yake. Kwa sababu sometimes sio kila mapenzi ya Mungu yataufurahisha mwili wako, yatafurahisha akili zako, yatafurahisha watu ambao wanakuzunguka. Kwa sababu kuna wakati unatamani ufanye vitu ambavyo kila mmoja atajisikia raha, lakini unajikuta sometimes mapenzi ya Mungu yanakutaka kila mtu anayekaa around you akasirike. Sometimes ukitaka kumpendeza kila mtu, utapoteza kusudi. Wangapi wananielewa? Sometimes ukitaka kumpendeza kila mtu, umpendeze kila rafiki, umpendeze kila mtu ambaye unakutana naye mbele yako, hautalishi kusudi la Mungu. Kwa sababu kila mtu anakuangalia kwa namna yake, na anataka uishi kwa namna yake, anataka ufanye kwa namna yake, anataka utembee kwa namna yake. Lakini ukiwa wakfu, kuna namna ya Mungu anataka atembee na wewe. Sasa ili kuelewa namna ya Mungu, ndio yale tunaita mapenzi ya Mungu. Mungu anataka nini? Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sometimes unaweza kuwa unaongea vitu ambavyo wow. Mungu atakusaidia kuyaelewa mambo haya katika jina la Yesu. Nasema tena, Mungu atakusaidia kuyaelewa mambo haya katika jina la Yesu. Sema amen.